Majina naitwa Chometa Abdalla Hussein, ni mkuu wa idara ya fedha wa benki ya Mwanga Hakika. Kama management na bodi tumefika hapa leo kutoa mrejesho kwa mwelekeo wa benki ulivyokuwa kwa kipindi kilichopita cha mwaka 2025, kwa malengo tuliyojiwekea tumefikia wapi na tumeweza kufanikiwa kwa kiasi gani. Pia ni kuwapa wanahisa mwelekeo wa benki kwanza kwa mwaka ambao tuko nao huu wa 2026, pia kuwapa mwelekeo wa miaka mitano unaokuja katika mpango mkakati wetu wa benki ambao tumejiwekea wa miaka mitano 2026 2030. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwa kifupi ndo mrejesho tuliowapa wanahisa leo. Ukiangalia mwaka 2025 benki imeweza kufikia kukua katika paramita nyingi na kuweza kufikia faida bila kodi ya bilioni 15.2. Haya ni mafanikio makubwa sana ukilinganisha na mwaka tunaotoka wa 2024 ambapo benki ilipata faida ya bilioni 14. Sio tu ukuaji wa kifaida, pia ukuaji wa mizania ya benki. Mizania ya benki imekuwa kwa paramita nyingi kwa zaidi ya 40%, na hii inaifanya benki inakuwa mojawapo ya benki ambayo inakuwa kwa kasi. Kwa sasa tunasema tuna claim title ya the fastest growing bank in the market, ambapo tumeona assets zetu zimefikia bilioni 470 kwa mwaka 2025, lakini kwa kota hii tu ya kwanza ya mwaka, robo ya kwanza ya mwaka, tumeweza kufikia nusu ya trilioni ambayo ni bilioni 500. Naitwa Thomas Enoch, ni mkuu wa idara ya biashara wa benki ya Mwanga Hakika. Tumekuwa na jambo la kihistoria kwa sababu ni mkutano wetu wa kwanza ambao tunatangaza gawio letu la kwanza kama benki ya biashara Mwanga Hakika, na mapokeo yamekuwa ni mazuri. Wanahisa wamepata mwamko na hamasa ya kuona benki yao iko kwenye mstari sahihi na ina mwelekeo sahihi, lakini pia tukio la leo limeambatana na ajenda ya kutoa nafasi kwa wanahisa ili kuweza kuongeza mtaji wa benki, kupewa nafasi ya kwanza ya wao kuongeza mtaji wa benki kabla hatujaenda kwenye initial public offer, ambapo sasa tutafungua mlango kwa jamii yote kuweza kuingia na kuwekeza kwenye benki yetu ya Mwanga Hakika Bank. Na imekuwa ni fursa nzuri, ni nafasi nzuri ambayo wanahisa wamefurahia. Watakuwa na nafasi ya kupata nafasi ya upendeleo ya kuongeza mtaji wa benki, na baadaye itakapofika nafasi ya kufungua mlango kwa ajili ya jamii yote kuweza kushiriki, basi watakuwa wana nafasi yao wameshaitumia, wameshaongeza mitaji yao, lakini itakuwa ni fursa kwao kuweza kuuza hisa zao kwa urahisi, kuuza uwekezaji wao kwa urahisi, kwa sababu itakuwa ni uwekezaji ambao uko kwenye soko la upili ambao sasa wanaweza wakauza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kwa muda na wakati wanaotaka wao.